Mungu mwaminifu sana. Hakika unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili kutukuzwa na kila mwenye mwili, maana wewe ndiye muumba wa mbingu na nchi. Wewe ndiye uliyetufanya tuwepo hata leo. Wewe ndiye ambaye umeficha uhai wetu katika ulimwengu wa roho. Umetuweka pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ruhusu Roho wako Mtakatifu ahudumie ibada ya leo, ajifunue kwetu na kujidhihirisha katikati yetu. Neema yako Baba iwe juu ya kila mwenye sikio na yule aliyefungua moyo wake kutaka kukutana na wewe, kutana na haja ya moyo wa kila moja ambaye amekuja kuhudhuria kwenye ibada ya leo. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ajili ya uwepo wako Bwana ambao upo katikati yetu. Pokea sifa, heshima na utukufu, ni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa pamoja tuseme amen. Hebu sema amen. Mungu abariki praise and worship. Hallelujah. Leo nataka nizungumze, nilikuahidi kwamba kuna kipengele nisingeweza kuendelea juu ya ibada ya miungu. Wivu juu ya ibada. Nilizungumza kidogo juu ya ibada ya miungu. Nikagusia kipengele kwamba moja ya ibada ya miungu ni kwenda kwa waganga. Sasa kwenda kwa waganga ni moja ya ibada, na leo nitazungumza ibada ya miungu kupitia waganga. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka unisikilize vizuri sana leo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna familia ambayo haijaguswa na hili jambo. Wangapi kwenye ukoo wao hawajawahi kabisa kusikia mambo ya uganga kwenye familia zao? Hebu nyosha mkono. Hayupo hata mmoja. Ningekushangaa kweli. Kwa babu yako kweli hakwenda kwa waganga? Bibi yako kweli hakwenda kwa waganga? Ningekushangaa. Ni jambo ambalo linagusa kila familia. Mimi hapa ninayeongea hapa, wazazi wangu walikuwa na shida sana ya kupata watoto. Walikuwa kila akipata watoto wanakufa, wanafariki wakiwa wadogo. Na unajua ni nini? Ni nguvu tu za giza. Ni ushirikina tu. Wakaamua kuhama kijijini kwetu, kwenye ukoo wote kule uliko. Wakahamia kuhamia kijiji kingine kwa kukimbia hizo hali. Na walipokuwa kule wakajiunganisha na familia ya mganga kwa karibu sana, kutaka usalama. Kama usalama basi upo, kumbe ndo hakuna hata usalama. Na ndipo dada yangu sasa akazaliwa kupitia uganga, na mimi nikafuata nikazaliwa. Wale wakubwa zetu wakawa wote wamefariki, ndio tukazaliwa watoto 6. Sasa unaona, yule wa kwanza ambaye ni lango kwetu, sasa sio wa kwanza ingane wa katikati wa kuishi, alizaliwa kupitia nini? Waganga. Tukafuata wote kwenye mkondo huo. Na mimi nilipozaliwa nikapewa jina la yule mganga. Alikuwa anaitwa Juma. Kwa hiyo kijijini wanajua nini. Usikilize tulikotoka. Usikilize tulikotoka. Na ndio maana huwezi kunitoa kwa Mungu kirahisi. Huwezi kunitoa kirahisi. Yaani kwanza tu haiwezekani. Nilipokoka, Mungu alisema na mimi neno moja. Alisema hivi. Kutoka sura ya 20 alizungumza na mimi kupitia Kutoka. Akasema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekuokoa kutoka kwenye mikono ya ufalme wa giza. Usiabudu mungu mwingine kwenye maisha yako yote. Niabudu mimi katika shida, katika raha, katika kukataliwa, katika kubezwa, katika kudharauliwa, katika hali zote.
Watu watakuchukua, wengine watakupuuza, watakuona kama mtu wa kawaida na kama hufai, kama una madhaifu. Lakini simama na mimi kwa sababu nimekuchagua. Nimekuchagua kuwa wa kwangu. Akarudia, usiabudu mungu mwingine. Kwa hiyo sio rahisi sana mimi mpaka nitaondoka duniani. Sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaitwa jina lile. Na sasa tunapokuja kuokoka, ukikosa ufahamu, unaweza kupuuza kule ulikotoka. Kumbe kule kuna ukuta unaozuia spidi za mambo yako fulani usiende. Lakini pia kule ni lango ambalo linaweza likawa linaruhusu kufuatiliwa na nguvu za giza kwenye maisha yako. Sasa mimi sikuwa ninajua kutoka yanayofanyika kule, lakini nilipokuwa na akili nikagundua. Sasa historia yetu ya koo zetu na familia zetu kule tulikotoka, kwenye nyumba zetu kabisa tulikozaliwa, kama hawakuwa wanaabudu mizimu, hiyo miungu nilizungumza kipindi kilichopita, kama walikuwa hawaabudu mizimu, wanaamini mambo ya nini? Ya uganga. Kama sio tu basi uganga peke yake, basi wanaamini vyote. Na kanisani wanafanyaje? Wanakwenda. Sio kanisani hawaendi, wanaenda. Lakini ikifika ibada ya miungu pia nayo wanafanya nini? Wanaabudu. Wakifika kumwaga maziwa na mbege kwetu, lakini sizungumzi kule kwingine, kwetu wanamwaga. Haleluya. Ikifika wakati wa kumwaga damu wanamwaga, na visusio wanasusia. Kwa hivyo vyote vinakwenda pamoja. Na dini wanayo. Sasa na Mungu amesema nikufundishe mambo haya, wewe ambaye inawezekana hujawahi kuyasikia au uliyasikia halafu ukafundishwa mafundisho yasiyokuwa na uhai, ukapuuza. Leo uko kwenye gereza ambalo huwezi kutoka bila kupata hiki chakula ambacho leo nakuletea. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vizuri. Wangapi wanachale kwenye miili yao? Hebu nyosha mkono. Mimi ni wa kwanza. Hebu nyosha mkono. Okay, shusha. Wangapi hawajawahi kuchanjwa kabisa? Hebu nyosha mkono. Yaani kuna watu hawapo kokote kote. Lakini je, upo? Okay. Wangapi hawajui yaliyofanyika wakiwa watoto wachanga? Hebu nyosha mkono. Aha. Wewe unajua ukiwa mtoto mchanga ulijua kilichofanyika? Okay. Wangapi wanajua kitovu chao kilipelekwa wapi baada ya kuanguka? Hebu nyosha mkono. Hujui. Lakini kilidondoka. Ila hujui kiko wapi. Okay. Sasa sikiliza. Nataka nikufundishe uone jinsi ambavyo ulimwengu wa roho kabla hujamjua Yesu ulikuwahi kwenye mambo fulani. Ulikufanyia timing. Sasa unapokuja kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, maana yake Mungu anaanza kushughulika na roho yako ili ilete ufunguo wa maarifa kupitia neno la Mungu, kukufungua nafsi na mwili pia. Thessalonike ya kwanza sura ya 5 mstari wa 23 anasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase ninyi nafsi zenu, roho zenu na miili yenu, mhifadhiwe mkiwa kamili. Kinachoanza kutakaswa ni roho. Sasa unajua roho inatakaswa kwa njia ya toba. Unasamehewa. Nafsi inatakaswa kupitia neno. Nafsi ikipokea neno inatuma ujumbe kwa mwili. Vilivyokuwa vimeshikilia mwili vinaachiwa. Vinamwachia mtu. Kwa hiyo ninapokufundisha neno hili, fungua moyo wako unisikilize, kwa sababu tunaanza kushughulika na nafsi yako. Nafsi yako ikishafunguliwa kwa neno likaingia ndani, nafsi yako itatuma ujumbe kwa wale walioshikilia mwili wako. Lazima wakuachie huko mwilini.
Na hivi vyote ambavyo ninajaribu kuzungumza na wewe asubuhi ya leo ni vitu ambavyo viliachia roho kwa sababu iliokoka, lakini vikakaa kwenye nafsi, nako kwenye nafsi vikaona havina nguvu kwa sababu kila siku nafundisha neno la Mungu. Sasa vimekaa kwenye mwili, na vikikaa kwenye mwili vitakaa kwenye uzazi, vitakaa kwenye afya, vitakaa kwenye biashara, vitakaa kwenye uchumi, vitakaa kwenye ndoa, kwenye fikra. Wengine wamefungwa kuolewa, wamefungwa vifungo mbalimbali. Lakini asili yake ukifuatilia ni ufalme wa giza ulitangulia kukamata maisha ya mtu. Na leo nataka nikufundishe mambo ambayo Mungu akiniwezesha nimalize pote ya mbali. Nisipomaliza, haleluya, tutakutana wiki ijayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 8 mstari wa 19, nianzie pale mpaka ule wa 21. Biblia inasema hivi. Mungu hapa, Isaya nabii anazungumza na Wayahudi habari ya mazoea na tabia walizokuwa wamezoea. Badala ya kumwabudu Mungu, kuna vitu wanachanganya. Anawaambia hivi: na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Usikiliza nikwambie, hapa anazungumza, anasema hao watu wasiende kwa watu wenye pepo ambao wanasema wananong'ona, wanalia kama ndege. Mganga huwa hatibu, haagui akiwa na sauti ya kawaida. Lazima taungura. Kuna namna fulani hivi. Si yeye, kuna pepo wa uaguzi. Kama msomaji wa Biblia utagundua kwenye kitabu cha Matendo sura 16 inazungumza mambo kwamba alikuwepo binti mmoja ambaye alikuwa na roho ya uaguzi. Ukipita watumishi wa Mungu wanasema, hao ni watumishi wa Mungu, wameletea habari njema, wasikilizeni yeye. Paulo akasema, hatuwezi kuendelea kushuhudiwa na pepo. Sauli alikuwa amewafukuza wachawi na waganga katika Israeli. Biblia inasema kwamba Samueli alipokufa nabii, nataka niseme hivi, usipokaa vizuri na neno la Mungu, utakosa siku moja kina Rafaeli, utakosa nafasi ya kuwa karibu nao na kuwasikia. Nataka niseme utatafuta waganga na wachawi. Sauli alitegemea nabii Samueli, lakini yeye hakuwa anakaa na Mungu na kumtafuta Mungu kibinafsi. Biblia inasema ikafika Samueli, si malaika, akafanya nini? Akafa. Anakwenda sasa ajifunze kumtafuta Mungu. Wakati huo hawapo wa kumsaidia. Leo tunakusaidia. Tunajaribu kukurahisishia namna ya kumtafuta Mungu, na wewe huelewi, umekaa. Ukitaka niseme hivi, iko siku utamtafuta Samueli, hayupo. Alafu utakwenda kwenye Naivera, haitakujibu maana haijakuzoea. Utalala usingizi wote ndoto, utafukuzwa na nyoka badala ya kupata ujumbe wa neno la Mungu. Kama sio nyoka, utaota unatumbukia kwenye shimo alafu nakurupuka. Utakwenda kuomba maombi, hujui kuomba, hutapata majibu kwa sababu sauti ya Mungu huijui. Huwezi kujua sauti ya Mungu bila kulijua neno la Mungu. Sauli kafika mahali fulani sasa akasema, mtafutieni mwanamke mwenye pepo la uaguzi. Wakasema hapa mjini hayupo, ila yuko mwanamke mmoja kule Endori. Akabadilisha nguo za kifalume ili yule mwanamke asije akamkimbia. Akavaa nguo kama za mtu mmoja muhuni tu wa kawaida, mtafuta waganga. Biblia inasema yule mwanamke akaingia roho, akasema, wewe si Sauli, wewe umenidanganya, wewe umetegea mtego. Kuna roho chafu. Ndio maana tunasema hivi, hebu mtafute Mungu kibinafsi, kwa sababu kienda kwa nabii akiwa na roho ya pepo huwezi kujua. Atasema habari zako zote, lakini hakupi majibu. Yule mwanamke hakumpa majibu Samueli, Sauli.
Jibu alilompa alisema, kesho wakati kama huu utakuwa pamoja na mimi wapi? Kuzimu, kifoni. Sasa hilo ni jibu? Mtu anakuambia utakuwa tajiri sana, utakuwa mbunge, utakuwa waziri, alafu akufundishe utaupataje wewe waziri? Wewe ni muuza nyanya tu. Umefungwa sana, unajua wachawi wanakuzunguka namna gani? Alafu sasa nafanyaje sasa? Hakupi jibu. Nakwambia muamini Mungu, lakini ulete sadaka tukuombee sisi. Wewe huwezi kuomba mwenyewe. Shilingi ngapi? 300,000. Wajinga ndio. Umesema wewe, sio mimi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wakitaka kukukoga vizuri, wakuchezea akili vizuri, watakwambia hebu tunamtuma mjumbe mmoja aje nyumbani kwako, nenda naye. Alafu kule nyumbani kwako ndio kuna mambo ya uchawi na nini. Nenda na mjumbe mmoja akujue nyumbani kwako, alafu atakuja kutuleta huyo mjumbe. Alafu usiku anakuja kuleta nyoka aliyekauka, wanamchimbia kule ndani usiku nje pale. Alafu akija sema hapa kuna kitu hapa. Roho wa Bwana anatuambia. Kuna kitu hapa, Roho wa Bwana anatuambia. Hebu fukua hapo. Kumbe wamefukia wenyewe. Wajinga ndio. Ambia tumemtoa huyu, lete milioni 3. Tulia tukufundishe neno la Mungu lisilogoshiwa. Anasema hivi, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Nao watapita katikati yake wamedhikika. Yani wanakwenda kwa waganga, lakini wataingia kwenye dhiki. Nasema wamedhikika sana na kuwa na njaa, na itakuwa watakapoona njaa watalalamika na kuapa kwa mfalme wao na kwa Mungu wao na kuelekeza nyuso zao juu. Yani itafika watapigwa mpaka wamjue Mungu wa kweli. Sikiliza vizuri. Nataka kusema nini? Uganga ni moja ya ibada ya miungu hapa duniani. Uganga ni moja ya ibada ya miungu hapa duniani. Kama ulipita kwenye mikono ya waganga, maana yake wewe ulimuabudu shetani. Na tutakwambia kitu. Na wengi waliopita kule wana alama za agano. Alama za agano kwenye miili yao. Labda niseme hivi. Hivi unakifahamu hiki kitu kwamba hakuna, kwa nini duniani hakuna chuo cha waganga wa kienyeji kilichosajiliwa na serikali yoyote hapa dunia? Sasa usichanganye na kupewa kibali aague. Usichanganye hiyo. Chuo kabisa, watu waende darasani, wawe na mafaili na madaftari, lakini wanajifunza uganga wa nini? Wa kienyeji au uchawi. Ingawa wazungu nasikia uchawi wanafundisha siku hizi kabisa. Lakini uganga wa kienyeji, leo tuambie, chuo kiko wapi? Kinondoni? Mwanza? Mbeya? Kipo? Yaani watu wanakwenda na daftari, tunakwenda kujifunza uganga wa kienyeji. Chuo kimesajiliwa na serikali, wanachukua na kodi. Umewahi kuona hiyo kitu? Swali, waganga wanajifunzia wapi? Jamani, umekuwa bubu kweli. Leo nataka tuongee. Haleluya. Nani anawafundisha uganga? Sikiliza. Hakuna chuo cha uganga kilichosajiliwa na serikali yoyote, isipokuwa waganga wakianza kuagua wanapewa vibali na serikali. Sasa pia kuna watu wanachanganya. Tofautisha hizi dawa mbadala ambazo zinafanyiwa utafiti kwenye maabara. Kule kuna vyombo vya kitaalamu kabisa vya kisayansi.
ambavyo vinatengeneza zile dawa za magome na mizizi, kuchuja na kutengeneza viwango ambavyo havitaathiri mwili wa mwanadamu. Hicho chuo unaweza kujikuta Muhimbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pale sio dawa za kienyeji zile. Kwa nini? Hata hizi dawa tunazokunywa Panadol zinatokana na vitu hivi tu. Kisha ingia kwenye science inabadilika, uhusiano wa roho haupo. Ingawa kuna dawa mbadala za uganga wa kienyeji pia, lazima uwe makini. Kwa hiyo kama hakuna chuo, maana yake kuna roho ambazo zinawafanya watu kwa waganga, zinawafundisha. Ndio wale anasema Isaya, kwa nini muwaendee watu wenye pepo wanaonong'ona kama ndege? Bwana Yesu asifiwe. Tofauti ya uganga na tiba za wataalamu, yani madaktari, wana science, ni kwamba waganga hutumia pepo. Amen. Madaktari hutumia teknolojia, science, utafiti kupitia vyombo vya kitaalamu. Wakitazama dawa ambazo zinaweza kuua mdudu aliyoko ndani ya mwili wa mwanadamu. Huwezi kwenda kwa daktari hospitalini akakupa dawa za biashara. Ukienda kwa daktari atakupa dawa za kupona malaria, UTI na magonjwa unayoyajua, kikohozi, hata tegu, unajua Sikiliza vizuri. Na ukienda sasa kwa mganga, unataka kufanikiwa uwe tajiri, na ndio maana unaweza kuona hakuna mwanadamu ambaye anakwenda hospitali Muhimbili kutafuta dawa za utajiri. Ila ukienda kule, atakachokifanya mganga wa kienyeji, unataka mali, unataka utajiri, atakachofanya wewe unauza njugu, lakini atakachofanya atakuchanja mpaka mwili mzima akuchanja. Njugu na chale vina uhusiano gani? Kuna kitu kinatafutwa pale. Haleluya. Kuna kitu kinatafutwa pale. Inatafutwa nini pale? Inatafutwa sadaka inayotoka kwenye mwili wako. Unakumbuka manabii wa Baali walivyokuwa wanatoa sadaka ya ng'ombe, lakini wakafanya nini? Wakajikatakata. Wanatafuta ibada kwako. Toe damu yako kama dhabihu. Utoe damu yako kama sadaka. Sadaka ambayo wanaipokea mashetani. Wangapi wamechanjwa? Hebu nyosha mkono namna hii. Unaogopa? Na kufundisha kitu kizuri. Nyosha. Nani wanachale kwenye mwili wao? Damu yako ilienda wapi? Iko wapi? Uliitoa lini kule? Waganga wao wanatumia pepo, wanatumia ramli, wanatumia mizimu kama miungu, wanatumia majini, wanatumia roho zinaitwa marohani, wanatumia pia masharifu, yani pepo kwa ujumla. Ndio wanaofanya kazi na waganga. Kwenye mikoa mingine wanasema maswezi, kule kwetu maswezi. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 18. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Yani usijifunze kufanya machukizo kama ya wenyeji uliowakuta pale. Na hayo ni yapi? Asema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane kwako mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Yani hao wenyeji wako, wenyeji utakao wafukuza kwenye nchi, sababu inayowafanya uwafukuze ni kwa sababu wao walikuwa wanafanya hayo.
ukishiriki mambo ya uganga, vitu vyako vinapeperuka. Mwisho wake vinapeperuka, kwa sababu umekabidhi hivyo vitu kwenye mikono ya mapepo. Siku kikosa tu uhusiano na wao, kawa hujitoi vizuri, wanachukua. Sikiliza. Na sasa hivi kuna uganga kanisani. Kitu chochote kile ambacho utakwenda kwa mtu wa Mungu akakupa, ukaweka imani yako kwa hicho, wewe ni mganga wa kienyeji. Umefanya uganga wa kienyeji. Kaja kwangu hapa nikachukua jiwe nikakupa, unaliweka kwenye mto, hilo jiwe tayari ni uganga. Shetani amejua sasa hawa waliookoka hatuwezi kuwapata wakaja kule kwenye vibanda vya kuinama, tuwafuate kanisa. Juzi nilikuwa nazungumza kuabudu sanamu, hata nikisujudu kwenye msalaba huu hapa, imani yangu nikaileta hapa. Hii ni sanamu. Inatoka kwenye ishara ya ukombozi, inabadilika kuwa Mungu ikiabudiwa, na roho zitaingia hapa. Sikiliza, tunaweka msalaba huu, ni alama ya ukombozi wetu, kwamba Musa alimtundika nyoka wa shaba kwenye mti. Yesu naye ametundika kwenye nini? Kwenye mti. Kwa hiyo tunaona ishara ya ukombozi wetu ni nini? Ni ule msalaba, ndiko damu iliko patikana pale. Kwa hiyo ukiwepo pale unatukumbusha sisi tumenunuliwa kupitia silaha iliyotumika ni silaha gani. Lakini imani yetu hatuiweki kwenye mti huu. Yesu aliposhuka kwenye mti, alizikwa, akafufuka. Sawa? Alipofufuka hakubaki kwenye mti huu. Hii inabaki ni alama, ni ishara. Halafu na sisi kama alivyoshuka kwenye msalaba, tunaondoa imani yetu kwenye msalaba, tunamfuata kumwamini aliyefufuka. Hatuamini tena huu mti, tunaamini damu iliyotolewa kupitia nini? Kupitia huu mti, ambayo sasa haipo tena kwenye mti. Na ndio maana unaweza kushangaa watu wanagawiwa maji, wanasema yale maji yalitoka kwenye ubavu wa Bwana Yesu. Hivi yalitoka mapipa mangapi ambayo dunia nzima leo bado inagawa hayo maji? Hata angekuwa tembo yangekuwa yameshaisha. Jinga kabisa. Najua wakati mwingine nikisemaga hivi vitu kuna watu wanakasirika, lakini mimi sijali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu lazima niiseme kweli ya Mungu. Chochote utakachoweka kuwa mbadala wa imani yako kwa Yesu, hicho ni sanamu. Sasa ibada ya miungu ya waganga wanatengeneza imani kwanza ili mtu aamini, na kisha amini wale mapepo wanachukua nafasi. Anasema tena, bora umekuja hapa, usingekuja tu baada ya siku 2. Wafalme ya pili sura ile ya 17 mstari wa 16 mpaka 18. Biblia inasema pamoja na kuambia yale maneno kwenye kumbukumbu ya Torati, lakini ukija kwenye Wafalme ya pili sura ya 17, hawa watu wakaziacha amri zote za Bwana Mungu wao, wakajifanyizia sanamu za kusubu, yani ndama 2, wakafanya na Ashera, wakaliabudu jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia Baali. Anasema wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Maana yake wivu wa Mungu ukapanda. Kwa nini? Wameenda kwa waganga, wamepiga ramli. Isaya sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4.
Nabii Isaya sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4 anasema hivi: kwa maana tazama, Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji. Kwa sababu gani? Sikiliza. Mtu hodari na mtu wa vita, mwamuzi na nabii, mpiga ramli na mzee, sema jemedari aliye juu ya watu 50, na mtu mstaifu na mshauri na fundi aliye mstadi na mganga ajuaye uganga sana. Nami nitawapa watoto kuwamiliki na watoto wachanga kuwatawala. Wameenda kwa waganga, wameshiriki ramli. Anasema hivi, badala ya kuwa na mamlaka ya kutawala na kumiliki, kwanza chakula kinaondoka, wanakuwa na njaa, wanakuwa na shida ya maji. Hapo nasema ile mamlaka ya kutawala inawaondokea. Watoto wadogo na wachanga wanafanya nini? Wanawatawala. Kwa nini? Nabii anasema hivi, kila kitu kinachohusu uganga huwa kinamtenga mtu na Mungu. Kinamtenga mtu na Mungu. Na kikisha mtenga mtu na Mungu, kinaondoa ulinzi. Kwa muda ule ule mapepo wanapata nafasi, wanamuingia. Sasa anakuja kuokoka, wao wako ndani. Nashangaa wanakusumbua kwenye eneo fulani, wapo ndani. Sasa watu wanafikiri, kwa nini awe na pepo huyu mtu? Inawezekana hajaokoka vizuri, inawezekana haamini vizuri, hana imani. Hakuna, sio kwamba hana imani. Waliwahi wakaingia, alafu wakakaa ndani, wakajenga ukuta ambao kama hautavunjwa hawawezi kumwachia yule mtu. Hawatazuia kunena kwa lugha, hawatazuia kwenda kanisani, ila watazuia mambo fulani ambayo yangemsogeza karibu mtu na Mungu. Lakini umeokoka, nafsi wameshika na mwili wameshika. Nafsi na mwili vinakuwa na vita rohoni na roho. Unajua kwa nini? Ngoja nikupe mambo kadha wa kadha hapa ya kusaidia kuelewa vizuri kwa nini jambo hili. Moja ya kazi ya waganga, kwanza ujue waganga ni makuhani. Ni makuhani wa shetani. Kazi yao kubwa ni kufanya maagano kati ya shetani na mwanadamu. Waganga katika kazi zao na wale wanaowafuata kuhudumiwa nao lazima wajue kitu hiki. Kila mganga ana madhabahu, sababu ni kuhani. Na waganga wengi ukienda humpi hera mkononi. Kuna madhabahu wanakuambia weka hapo. Wangapi wanaamini hiki tunaongea wameweka kiona? Kama wewe si tulikuwa huko, usiogope. Wangapi ninachosema wanakijua hicho kitu? Ndio. Haumpi mkononi, anakuambia weka hapo. Ile ni sadaka, weka madhabahuni ili Mungu afanye nini? Apokee. Kwa hiyo unajua sadaka kazi yake ni kufanya agano, unaelewa? Katika zile madhabahu kazi kubwa ni kufanya agano. Kwa hiyo mtu anapompokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, familia yake walikuwa wanaamini uganga, walikuwa wamewekeza imani yao kwa waganga. Unajua ana shida na mateso, kwa sababu zile madhabahu lazima zitafuatilia maisha yake. Agano lolote huwa haliishi kwa aliyelifanya. Kila agano huwa linafuatilia uzao wa aliyolifanya. Nazungumza na wale ambao wanasema wao hajawahi kuchanjwa. Mama yako na baba yako walichanjwa. Kwa mashetani wana haki kwenye maisha yako kupitia damu ya baba yako na mama yako, kama hawakufanya babu yako na bibi yako. Kwa hiyo huwa wanafanya maagano kati ya shetani na mwanadamu
kupitia damu za wanyama na damu pia za wanadamu. Na hizi damu za wanadamu mara nyingi ni kupitia zile chale wanazochanjwa wote wanaokwenda kwa waganga. Lakini damu za wanyama, anaweza kuchinja kuku, anaweza kuchinja mbuzi, anaweza kuchinja njiwa, anaweza kuchinja mnyama, wanatafuta damu. Kwa hiyo sasa ile damu inakuwa ni agano linalokwenda kwa shetani. Kama vile Mungu amefanya agano na sisi kupitia damu ya Yesu Kristo. Wakati wa agano la kale alikuwa anafanya maagano kupitia damu ya wanyama. Sasa wao nao wanatengeneza agano kupitia damu ya wanyama. Wakiona agano likiwa ili liwe na nguvu sana, wanafanya agano na mtu kupitia chale, zile damu wakichanja. Wanachukua vitu vyao wanachanganya na ile. Ukichanganya na vile vitu wanavyotumia kuchanganya, wanaviweka kwenye madhabahu. Kwa hiyo damu inabaki kwenye madhabahu. Unakuja, amini Yesu analea. Yesu analea, anasema sisi tunayo. Sasa haina shida, si kwamba hujaokoka, no. Lakini unajua kuna vita ambayo utakuwa unakutana nayo. Kuimaliza hiyo vita haishagi tu, kwa sababu nao wana kitu ambacho kinawapa haki ya kukufuatilia kwenye maisha yako. Kama sio wewe, bibi yako alijiweka wakfu. Kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4. Agano hutembea. Haleluya. Haleluya. Walawi sura ya 19 mstari wa 26. Twende haraka kidogo. Walawi sura ya 19 mstari kuanzia wa 26. Kama naandika, andika mpaka ule 30. Msile kitu chochote pamoja na damu yake, wala msinywe, msifanye kuloga wala kutumia utambuzi. Haya mambo ya uganga. Msinyoe denge pembe za vichwani. Pembe za vichwani. Vijana. Msinyoe nini? Yaani kuta mtu kajipigi. Ngine akiona haitoshi, anachora mstari fulani. Hapo kimwangalia kichwa kimekaa hivi. Ni Mungu amesema na maandiko haya. Nyoa kawaida tu kustaarabu vizuri. Kama unachonga pembeni, chonga tu ile ya kawaida ya kukupendezesha, sio mtu akiwa nyuma yako anaona kama walipitisha upanga wa kukata, alafu akakata na upanga, halafu wewe kichwa kimebaki hivi. Unaonekana kama hujakatwa, lakini kwenye ulimwengu wa roho umefanya nini? Umekatwa. Msinyoe denge. Hebu nirudie kaka mstari. Wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Sasa hili ilikuwa ni Wayahudi. Sisi tunanyoa tu kabisa. Ila usitengeneze na wewe utenoka kama kabeberu fulani kamechonga. Sasa anakuja anasema, msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu tatu. Tatu ni agano. Wangapi wana tatu? Hebu nyosha mkono. Wewe hata jeshini hutakiwi kwenda. Maona? Na unajua unaweza kung'ang'aniwa na mashetani, usipoishughulikia hiyo hawakuachii. Utatubu toba zote hawakuachii. Lazima urudi pale. Na ashukuriwe Mungu, nimekuletea leo dawa. Haleluya. Haleluya. Anasema mimi ndimi Bwana. Usimnajisi binti yako ili kumfanya awe kahaba. Isiwe hiyo nchi kuandama wa kahaba na nchi kujawa na uovu mkuu. Yaani usimtoe binti awe anajiuza halafu naona jua unanyamaza. Zishikeni sabato zangu, mpaheshimu patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana.
Msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Hebu tuende sura ya 20 haraka, alafu nitaizungumza hii kitu. Inafanania. Sura ya 20 mstari wa 2 mpaka wa 7. Tena uwaambie wana wa Israeli, mtu awaye yote miongoni mwa wana wa Israeli au miongoni mwa wageni waketio katika Israeli, atakaye toa katika kizazi chake na kumpa Moleki, sharti atauawa, na wenyeji wa nchi watampiga kwa mawe. Yaani ukienda kwa mganga akakwambia toa mtoto kwa ajili ya utajiri au mafanikio, anasema kwenye sheria za Israeli apigwe kwa mawe mpaka afe. Na hii hufanywa kwa waganga. Toe mama yako. Baba mmoja kule kwetu akaona wamemwambia toe mtoto, mtoto akamuuma. Toe mke wake kamuuma. Toe shangazi anauma. Toa ndugu zako, basi ikawa ngumu. Mganga akamwambia haya, nyosha mguu wako hapa. Akakata dole gumba. Damu ikatoka. Kwa akawa mtajiri wa ng'ombe. Kile kidonda kikianza kupona, ng'ombe wanakufa. Kikianza kuuma paka funza wanadondoka. Ng'ombe nao wanazaa, yani maelfu na maelfu. Akaja kufa, na alipokufa watoto wake wamekuwa maskini. Kwa sababu wao hawako tayari kutoa kidole. Kwa macho yangu nawajua, sizungumzi hadithi, nafahamu. Na tulipokuwa wadogo ng'ombe wakizaa tunaenda kule tunakunywa maziwa, hatujui sisi kumbe tunakula vitu vingine vya ajabu kweli. Wanakuwa na maziwa ambayo wao hawawezi, kule kijijini hawawezi kuuza, walimu tu ndo wameendelea wananunua kidogo tu. Maziwa mengi yanabaki. Kwa hiyo tutaenda sisi na vibuyu vyetu wanakinga. Leteni tu mstari, unaweka mstari, jaza. Tunakunywa maagano pepo kabisa. Yaani sikujua. Yaani nilipojua kijana wake tulikuwa pamoja, tukasoma wote pamoja. Siku moja nikakutana naye, nikamwambia rafiki, habari ya maisha ya baba yako tunavyofahamu sasa, sisi sasa ni watu wa Mungu. Akifa wewe hutabaki na hii mali. Alifikiri mchezo. Leo hii nikienda kijana na niomba hata shilingi 500. Watu tulikuwa na vibuyu tunakinga maziwa kwao. Ng'ombe 500, 600, ng'ombe 2000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi nami nitamkazia uso wangu mtu huyo, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa ametoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, ili kupatia unajisi patakatifu pangu na kulinajisi jina langu takatifu. Tena kama wenyeji wa nchi wakimfumbia macho mtu huyo kwa njia yoyote, hapo katika kizazi chake na kumpa Moleki, wasimuue huyo mtu. Yani wanadamu wakamuonea huruma, asema ndipo mimi nitamkazia uso wangu mtu huyo na jamaa zake, nami nitamkatilia mbali na hao wote wamuandamao, yani wanaokunywa maziwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa makini sana. Biblia inanifundisha, inasema kwamba kwenye kile kitabu cha Hesabu sura ya 25, wale watu walipokwenda mahali panaitwa Shitimu, wakaanza kula zile sadaka walizokuwa natoa watu kwenye ibada zao. Kina Balaamu, ibada za kichawi. Yesema roho ifika waingia. Sikiliza vizuri. Anasema kama mwanadamu mwenzake akimuonea huruma, asema Mungu anainuka mwenyewe kushughulika na hiyo kazi. Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao, watu wakala chakula wakaisujudia hiyo miungu yao. Umesikia? Hiyo ni Hesabu sura 25, unaweza kusoma baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Anasema, na mtu yule atakaye waendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, nitakaza uso wangu juu ya mtu huyo, nitamtenga na watu wangu. Hii zinaa sio ya mwili, ile kwenda kwa waganga ni uzinzi wa kiroho. Jitakaseni basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Haleluya. Kila Mungu huwa anatamani na hutaka sana kufanya kazi pamoja na watu. Lakini njia rahisi ya kumfanya Mungu yoyote yule afanye kazi na mtu kirahisi, kitu cha kwanza ni kufanya agano na yule mtu. Ndio maana hata sisi tunalitumikia agano jipya kwa Mungu wetu. Sasa kwa nini waganga wanatafuta damu na chale wanachanja? Unatafuta biashara, unatafuta uzazi, alafu anaenda kukuchanja. Anataka kwanza afanye agano na wewe. Kisha fanya agano na wewe, anakaa kwenye mwili wako na yeye anakuwa ndani yako. Na unapokuja kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu anamkuta yule yumo ndani. Kama hutapata watu wa Mungu wa kukufundisha vitu vyenye uhai vya kugusa mahali alipokaa na kuharibu vitu vyake ambavyo ni haki yake, hawawezi kukuachia wale mashetani. Ingawa utakuwa na Yesu, lakini Yesu atakuwa na wewe kwa gumsa. Na wakiona una jitihada wewe ya kumwabudu Mungu, una bidii, watakachofanya hawatakutumbua kwenye mwili, watatafuta kushika vitu vyako vinavyohusu maisha yako ya kawaida. Uchumi, unaweza kushika uzazi, unaweza kukufunga kwenye maeneo mbalimbali. Ndio maana Biblia inasema kwamba asionekane kwako mtu alogai kwa kupiga mafundo. Unaweza kukufunga uzazi. Unajua kwa nini? Wanafanya hivyo si kwa sababu ya kukutesa. Wanafanya hivyo kwa lengo ya kwamba utakaposhindwa na hiyo mapito unayopitia, hizo shida, utafanya nini? Utarudi ukafanye kama babu, kama bibi, kama nani. Ili wapate ibada. Twende haraka kidogo, ngoja nikupe kitu. Wewe unajua kama Mungu anafanya agano, maana yake na shetani naye anataka agano. Nilizungumza waganga wanatumia majini. Sasa nataka nikwambie kazi za hao majini. Majini ni watendaji kazi wakubwa katika kazi zote za shetani ambazo zinafanywa kupitia waganga na wachawi. Hao majini ndio wanao chinja na kuharibu. Ukisoma Biblia inasema kwamba shetani kazi yake ni mwivi, haji achinje na kuharibu. Kuchinja ni kazi ya majini. Wanapokaa ndani ya mtu kupitia agano lolote, labda la kichawi au la uganga, na huyu mtu bado hawezi kugeuka aende kwa waganga, wanachotafuta, wanaanza kutafuta njia ya kuharibu maisha yake, aidha kuleta magonjwa au kumtegea ajali au kuharibu vitu vyake ili kumpa pressure wapate kuingiza ugonjwa. Ndio maana wao wapo pale, na hao ndio wanaokaa ndani ya waganga, wanakaa mle ndani kwa sababu hiyo tu. Na hao ndio ambao wanasimamia kila aina ya uasi. Kuna wanadamu wanaasi kabisa Mungu, hawamtaki kabisa Mungu, jue kuna majini, kuna pepo ambao wako. Ndio hao wako marohani, majini, mizimu, ndio wapo makundi mbalimbali. Yale aliyosema Paulo, falume wenye mamlaka wa kuagiza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ngoja niwaambie kitu. Pepo wa kukutana tu mjini akamuingia mtu ni wachache sana. Pepo wengi wanatekeleza agizo. Mfuateni, kamfanyie hivi. Haribuni biashara yake, pelekeni wezi, pelekeni majambazi, peleka hiki, peleka fanya ajali. Unguzeni nyumba yake, wekeni shoti. Unguzeni gari, sifanya nini?
Haribuni maandazi yake yakiweka hamira, alafu yasiumuke, pepo unaingia mle ndani. Wewe unakaa umeangalia, yataumuka mpaka kesho, yataumuka mpaka kesho, yataumuka. Pelekeni videli, siji mdondo, siji nini. Unashangaa vikiti moto vinakufa tu bila hata ukipima ugonjwa hamna. Ndio maana unaona hawa ni watenda kazi wanaofanya kazi. Ngoja nikufundishe kitu hiki. Nyakati ya pili, habari ya Yeroboamu alipoasi nyumba ya Daudi kupitia mtoto wa Suleiman, Rehoboamu. Biblia inazungumza, inasema hivi, Nyakati ya pili sura ya 11. Nianze na mstari ule wa 13 mpaka 16 kama unaandika. Biblia inasema, wakamwendea makuhani na Walawi waliokuwa katika Israeli yote kutoka mpaka wao wote. Anasema, kwani Walawi wakaacha malisho yao na miliki yao, wakaja Yuda na Yerusalemu, kwa sababu Yeroboamu na wanawe waliwatupa ili wasimfanyie Bwana ukuhani. Yeroboamu alifukuza makuhani wa Mungu, akawatupa. Sasa wakaamua waende kwenye kakabila kamoja tu ka Yuda ili wakae pale. Sasa sikiliza, Yeroboamu alichofanya, alifanya hivi. Naye akajiwekea makuhani wa mahali pa juu na wale majini, unasikia, na wazile ndama alizozifanya, na kutoka katika kabila zote za Israeli wakaandamwa na hao waliojikaza nia kumtafuta Bwana Mungu wa Israeli. Wakaja Yerusalemu ili wamtolee dhabihu Bwana Mungu wa baba zao. Huyu Yeroboamu ndicho alichofanya. Akamuondoa makuhani na Walawi, akatengeneza madhabahu za majini na za ndama wale wa dhahabu ili watu waabudu pale. Alijua kabisa kwamba huu waasi nilioasi, Mungu wa kweli hata kuwepo, makuhani wa kweli hawapo. Akajitengenezea makuhani ambao watafanya ibada kuabudu majini. Na Biblia inasema hivi kwenye hapa, anasema kwamba watu wa Mungu wa kweli waliondoka pale wakaenda Yerusalemu, wakawaacha hawa Israeli makabila 11 yakawa na abudu wale majini. Nini? Ilikuwa ni roho ya uasi. Isaya 13 mstari wa 21 na ule wa 22, 23. Isaya 13, 21 mpaka 23. Neno la Mungu linasema hivi: lakini huko watalala hayawani wakali wa nyikani, na nyumba zao zitajaa mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko, na mbwa mwitu watalia ndani ya ngome zake, na mbweha ndani ya majumba ya anasa, na wakati wake karibu kufika, na siku zake hazitaongezeka. Ngoja nikufundishe kitu hiki nakisema tu. Ukijenga nyumba imefika kwenye linta au lenta kwa lugha ya wenzetu nzuri, ikakaa miaka 5, 6, 7 bila kuwezeka na mtu kuingia, wanaingia majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakisha ingia majini wanafunga, huwezi kuendelea kujenga kwa sababu umefanya makao pale. Na wewe kama huna tabia ya kwenda kila mara pale kwenda kuomba na kumuita Mungu pale, unashangaa umesimama. Ukijenga ukahamia wataondoka. Lakini wale wachawi na waganga walio lile eneo wanahamisha wale majini, wanakufanya makao pale. Nyumba ikaachwa miaka mingi, hata kama ni nzuri, haikaliwi na mtu, wanaingia majini, wanakaa. Wataanza popo, wataingia wadudu gani nini, baadaye majini wanakuja kukaa mle ndani. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasimamia uharibifu na vifungo vya kufunga vitu ambavyo watu wa Mungu wanavifanya. Kwa hiyo harakisha kumaliza nyumba yako uhamie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kama umekosa wapangaji, basi mwambie tu mtu akae, hata kama hakulipi.
Kwa sababu majini huwa wanafanya kazi nyingine. Majini, miungu, mizimu na pepo wengine kazi yao kubwa ni kupunguza miaka ya kuishi. Miaka ya mtu inapungua ya kuishi kwa sababu wanafanya uharibifu. Lakini pia majini husimamia uganga wa ngono na kusumbua pia wanadamu kwa zinaa ambazo zinafanywa kwa njia ya ndoto. Yaani kukiwa na, kwa sababu kwa mfano chale ni alama. Lakini pia kama tumetoka kwenye familia za waganga, maana yake tumetoka kwenye familia ambazo zina maagano. Sasa ili waweze kupuluni ukiroho wa mtu, akilala usiku wanataka kuzini naye kwenye ndoto. Na kuna uganga ambao mtu anakwenda kwa mganga, awe bibi au awe babu, anasema mimi nafanya uganga lakini kwa njia ya zina. Na wengi wamepita kwenye uganga lakini wakazini na waganga. Umeingia agano. Sasa wakikukosa huko, watataka kufanya agano na wewe kwenye ulimwengu wa ndoto. Walawi 17 mstari wa 10 mpaka 12. Kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami tamkatilia mbali na watu wake. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Sasa unaona, ukichanjwa chale damu ikatoka kwenye madhabahu za uganga, maana yake unafanya upatanisho na zile roho. Unafanya agano. Kwa nini wanachanja? Kwa nini wanachanja? Kwa sababu wanatafuta damu ili kufanya upatanisho na zile roho. Sasa wakikukosa kwenye ulimwengu wa kawaida, kwa sababu uko kwenye mchakato na mkakati wao, watataka watumie damu yako waipate kupitia zina. Watakuja kwenye ndoto. Sikiliza hapa anachokisema. Anasema hivi: kwa kuwa uhai wa mwili, twende mstari ule unaofuata. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Twende mstari wa 7. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili kufanya uasherati nao. Umeiona hiyo? Majini huwa wanafuata watu kufanya nini? Uasherati. Zile sadaka zinazokwenda kwa waganga zinatengeneza agano. Kwa hiyo ukisha kuwa kwenye familia ambayo iliingia agano kupitia waganga, kama huende kwa waganga ili kufanya agano na wewe, watakuja kwenye ndoto. Au umeacha, basi wewe ulikuwa huko, umeacha, wanakufuata ili kurenew mkataba, kurenew lile agano. Yuda sura ya 1 mstari wa 6 mpaka wa 8. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewawekea katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kadhalika na Hawa katika kuota kwao huutia mwili uchafu. Umesikia? Katika kuota, wale wa Sodoma walifanya mambo waziwazi, lakini sasa shetani hatumii njia ile. Akiona kuna agano na wewe, atakuja kunjia ya nini? Ya ndoto.
Utakuta mtu kashtuka, kachafuka, akafanya nini? Somo gumu lakini zuri, si ndio? Sasa unajua, ngoja nikwambie, wakati mwingine Mungu analeta hivi vitu kutusaidia. Unaweza kuwa mcha Mungu lakini uko kwenye kifungo, uko kwenye gereza. Na unajua wakija kwenye ndoto, kama watakupata uwe mwanaume au mwanamke, watakachofanya watavunja uhusiano kwenye ndoa yako na mwanadamu mwenzako. Watahakikisha uhusiano wako na mmeo au na mkeo unakuwa mbovu. Maana wanachukua nafasi ile ya ile ndoa, wanabaki wao, wanakaa wao. Unaweza kukuta uhusiano wenu wa mke na mume ni mbovu, lakini usiku mwenzako ameoa au ameolewa. Na kama ulikuwa na mahusiano hata ya uchumba, unaelekea kuolewa, au ulikuwa na mtu ambaye mmepatana kwamba mtakwenda kuoana, wanavunja ule uchumba, wanaharibu. Nashangaa mmechukiana tu, mnaanza kutupiana maneno ya ovyo. Naomba hebu nisikie ukisema amina. Na leo nimehubiri kanisa ambalo liko kimya. Kimya. Sasa sikiliza. Napenda kumaliza kwa kusema hivi. Pamoja na hizo mbinu zote, na hizo hali zote, na alama zote walizoziweka, na maagano yote, lakini sikia, agano letu na Mungu lililofanywa kwa damu ya Yesu Kristo ni agano imara kuliko maagano yote. Ni agano linaloweza kuvunja kila agano tukiamini. Nilitaka kusikia hiyo angalau. Umesikia? Sasa usije ukaogopa baada ya kufundisha haya ukawa na hofu. Hapana, tunalo agano. Waebrania sura ya 9, nakwenda kumaliza. Tuombe. Mstari wa 12 tuanzie pale. Wala si kwa damu ya mbuzi wala na damu, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, kisha kupata ukombozi wa milele. Alafu anasema, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walinyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, liwe la uganga, liwe la uchawi, liwe na nini, agano la kwanza linakwenda kubatilishwa na damu ya nani? Na damu ya Yesu, baada ya kupata akili kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanza pasipo damu. Sawa Yesu amekufa. Waganga wao hawakufa, waliua mbuzi, walichanja chale. Lakini Yesu alipofanya agano hili, alikufa msalabani. Kwa hiyo hakuna agano lenye nguvu linaweza kustahimili mbele ya damu ya Yesu inenayo mema kuliko damu ya Habili. Bwana Yesu asifiwe. Isaya nabii sura ya 28 mstari wa 18 anasema tunaweza kubatilisha maagano. Maagano ya mauti na kuzimu tunaweza tukabatilisha. Mwae kusoma hiyo Isaya 28, soma mstari wa 18. Anazungumza vizuri sana. Anasema hivi, na agano lenu mliloliagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Tukiamini. Iwe wamekuchanja chale, naomba funga vitabu vyako. Tunakwenda kuitia damu ya Yesu Kristo.
Jesus. Uwe una majini wanakufuata usiku, iwe wanafanyaje, sikia, fungua moyo wako, tunakwenda kuvunja agano. Lazima wakuachie. Lazima wakuachie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu ambao walishirikishwa mambo ya uganga kupitia mahusiano. Ulikuwa binti au ulikuwa kijana, mtu akakuwinda kupitia uganga, ukajikuta umefanya zina na yeye amekupata, lakini kwa kutumia uganga. Uliingia agano ambalo unashangaa, ilikuwaje nikafanya mambo haya, nikawa na mtu huyu, ilikuwaje? Ni uchawi umefanywa, umeingizwa kwenye agano. Vunja hilo agano leo. Na unajua ukishaingia kwenye hilo agano, unakuwa umefungwa. Huwezi kuolewa na mtu mwingine tena, au huwezi kuoa ukakaa kwenye ndoa. Utabadilisha tu, leo uko hivi, kesho hivi. Au ndo nabaki pale, ni vita, nakwambia vita. Huna raha na ndoa, wewe ni vita tu. Unamuona mwenzako kama ng'ombe fulani, kama mnyama fulani. Unamuona kama, yani ukimwangalia wewe huna furaha naye, yani unajiona tu, yani wewe kama tu. Ukianza kuona hivyo, ujue kuna nguvu inayokutesa. So, wale wanandoa wanazungumza na wanandoa, unatakiwa umwangalie mwenzako umfurahie. Lakini ukiona kila siku wewe moyo wako tu una shida nayo, kuna shida iko ndani yako, tena mbaya. Nyosha mikono yako juu. Naomba ufuate maelekezo yangu na usimame kwa miguu yako, nikuelekeze cha kufanya. Hujajua bado. Hujajua bado. Hujajua bado. Fungua moyo wako na isikia nguvu ya Mungu sio kawaida. Wale majini, marohani, mizimu, pepo, wengine mliogeshwa madawa mkiwa watoto wachanga, wazazi wenu waliwaingiza kwenye maagano. Majini wameshtuka, majini wameshtuka, majini wameshtuka, majini wameshtuka, 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 wameshtuka. Mizimu wameshtuka, wameshtuka. Karabaka seke. Kuna wengine walichukua majina, wakarithi majina. Wale wenye majina walikuwa waganga, roho za uganga zinawafuatilia. Majini, mizimu ya uganga wameshtuka, wameshtuka. Sikieni, marohani, majini mnaomfuata usiku kwenye ndoto, imekwisha. Leo imekwisha. Agano lake na damu ya Yesu Kristo inamaliza leo. Anzeni kuachia wenyewe, anzeni kuachia wenyewe. Anzeni kuachia hao watu, anza kumwachia huyo mtu. Robo shaka raba sekez. Riki kira baka sako robosha. Fungua moyo wako. Unaona wenzako hawa, sio kwamba wao ndo wana mzigo, na wewe una mzigo mkubwa kuliko hawa, ila wewe umeukaza moyo wako, hujaufungua. Hili neno limeshamaliza, hakuna jini anakaa mwenye nguvu tena. Hili neno tu lenyewe limeshamaliza kazi. Wewe ni kuamini na kuamini na kuamini na kuamini na kukusudia moyoni kwamba sasa ile shida ni mwisho leo. Karaba sekez. Na mtu akileta fujo kule nyuma, vijana wangu mtoweni kule, mleteni huku, asivuruge wenzake. Karabaka se. Unajua kuna moto ambao wewe hujauona, lakini majini wameuona. Tena walikuwa nasema nimalize Jumapili, na mimi nikasema simalizi Jumapili, tunamaliza leo. Rababa seke sako. Wengine hawajaenda kwa waganga, bali wachawi wamewafanyia uganga bila wao kujua. Leo ni mwisho, ni mwisho, ni mwisho, ni mwisho. Nyosha mikono yako juu. Jesus. Sema, Yesu, wewe ni Mungu wangu. Agano lako limenihamisha toka kwenye ufalme wa nguvu za giza uliofanya makazi kwenye moyo wangu kupitia waganga na wachawi. Uganga wote uliofanywa nikiwa tumboni kwa mama yangu, nikapigwa mafundo, leo yanafunguka
kwa damu ya Yesu. Kila agano la uchawi na uganga ninalivunja kwa damu ya Yesu. Kila kombe lililoandikwa kwenye magamba ya miti na kwenye karatasi lililoandika jina langu, nafuta zile aya kwa damu ya Yesu. Agano la damu ya kitovu changu ambayo mizimu ya uganga mlichukua, navunja hilo agano kwa damu ya Yesu. Maagano ya uganga yaliyofanywa nikiwa tumboni kwa mama yangu na yaliyofanywa nilipozaliwa pitia maji walioniosha na mikono iliyonipokea yenye uganga, navunja hilo agano kwa damu ya Yesu. Enyi majini mlionifuata kwenye ndoto, navunja agano na nyinyi kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu ninaitenga na nyinyi kwa damu ya Yesu. Mwili wangu na utangazia ukombozi kwa damu ya Yesu Kristo. Majini mliofanya agano na mimi pitia damu yangu ya kwenye zile chale, navunja agano na nyinyi kwa damu ya Yesu Kristo. Majini mliofanya agano pitia nguo zangu kwa wachawi na waganga, mliofanya maagano pitia nywele zangu, pitia nyayo za miguu yangu, navunja agano na nyinyi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Agano mlilolifanya kwa nyayo zangu nilipokanyaga kwenye ile njia panda mlioweka madhabahu yenu, navunja hilo agano juu ya miguu yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu. Kila walichokamata wanakwenda kuachia. Kila walichoshikilia wanakwenda kuachia. Kila walichoshikilia wanakwenda kuachia. Sema kwa damu ya Yesu Kristo, ninavunja agano la ile damu yangu mlioipata kwa njia yoyote ile. Navunja hilo agano kwa damu ya Yesu Kristo. Enyi majini, marohani, mizimu na miungu wengine wote, navunja agano na nyinyi kwa damu ya Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu. Ruhusu sasa waondoke. Ruhusu waondoke. Ruhusu waondoke. Wanaondoka. Wewe ruhusu moyo wako. Ruhusu moyo wako. Waondoke, wanakwenda. Ndio. Rababa Shekeish. Wengine walikuwa wamepangiwa kurithi uganga wa bibi zao na babu zao. Mwisho leo. Haya, achia! Moto! Moto! Juu yenu majini, mizimu, pepo, toka! 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 Ameachia nafsi yake, amewakataa, 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 amewakataa. Fire! Jiachie, jiachie, jiachie. Jiachie. Unawashikilia wa nini? Unawashikilia wa nini? Achia nafsi yako. Achia moyo wako waondoke. Ndio. Ndio, ndio, ndio. Usiwafungie. Na waona wanaondoka, usiwafungie. Hebu fungua moyo wako. Roho wa Mungu aingie. Roho wa Mungu aingie na moto wake uingie huko ndani. Ndio. Ndio, 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 ndio. Moto wao hauwezi kushindana na moto wetu. Hauwezi kushindana na moto wetu. Mungu wao sio Mungu wetu. Walio upande wetu ana nguvu kuliko aliye upande wao. Walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Kwao kuna majini, kwetu kuna malaika. Hawawezi kupigana na sisi. Fire! Sema, mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tumbo langu na viungo vyangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kila kiungo kimekombolewa kwa damu ya Yesu, aliyepigwa misumari, aliyechomwa ubavuni mkuki, aliyevaa taji ya miba. Kila mahali damu ikatoka. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu.
agano la mauti limevunjika. Ewe mauti, uwapi uchungu wako? Ewe mauti, si wapi nguvu zako? Achia kazi zangu, achia biashara zangu, achia ndoa yangu, achia uzao wangu, achia kila ulichoshika kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio. Nyosha mikono yako juu. Ndio wanaondoka. Rika raba saka raba reke rabo shaka raba. Achia nafsi yako. Wia karaba kaseke kirabo shaika raba riki kiki rabo konto. Jiachie, nasikia nguvu yangu inapita. Umekuwa masikini sio kwa sababu wewe ni mvivu. Umekuwa masikini kwa sababu kuna agano limeshikilia urithi wako. Agano walifanya mababu, agano walifanya bibi, agano walifanya baba. Halipo tena. Achia nafsi yako wakuachie. Achia. Usiwashikilie wanaotaka kukuachia. Usiwazuie wanaotaka kwenda. Usiwashikilie ambao wanataka kutoka. Usiwazuie wanaotaka kwenda. Pokea muujiza wako. Ndio. Moto, naongeza moto mara 7. Moto mara 7. Hao waliokushikilia waachie. Alama zao za chale zimefutika. Damu ya Yesu inapita, inafukia. Hakuna cha tatu, hakuna kwa damu ya Yesu. Naachilia moto. Toka. Ndio. Rababaraba kaseke riki kirabaka shaka. Wewe unayejua mikono yako huwa ina shida wakati unaomba au kiombewa, njoo kumbele, kimbia, usinyamaze. Kimbia, kuna kifungo hapo. Kuna kifungo umefungwa kwenye mikono yako. Kuna hazina kubwa, lakini adui aliwahi kuishika mikono yako. Leo ni mwisho leo. Rika raba karabaka shererera bo santo rako. Simama hapo, nyosha mikono yako juu. Wia karaba. Yesu anataka kuchukua hiyo mikono kuwa ya kwake. Bwana Yesu anachukua hiyo mikono kuwa ya kwake, kwa sababu hiyo mikono ni hazina ya Mungu. Mashetani wamezuia vitu vizuri visipite hapo. Mashetani wamezuia nguvu ya Mungu isipite hapo. Sema leo ni mwisho. Ndio. Haya, pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mikono yako ijazwe nguvu za Mungu. Mikono yako isafishwe kwa damu ya Yesu, na moto upite kwenye mikono yako, kwenye viganja vyako. Umekombolewa. Pokea muujiza wako. Ndio. Jiachie, wanaondoka, wanaacha mikono yako. Ndio. Kirabaka seke rababa sakash roko kurabaka sheke paka raba kase. Toka roho ya umaskini uliyekalia hiyo mikono, chuma ulete uharibifu. Toka. Na washa moto ambao hujawahi kuona. Toka. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio. Moto. Damu ya Yesu Kristo inanena mema juu ya huyu mtu. Miungu, majini, pepo, mizimu, marohani, majini ya uganga, toka ndani yake kwa jina la Yesu. Na vunja, na haribu kila mlichopanga. Na vuruga. Toka, achia. Ndio. Mlete huyo mtoto hapa. Sogea hapa. Msogeze hapa. Haya, kimbia, machie. Haya, chomoka. Acha mikono yake haraka. Luka, kimbia. Machie na usirudi tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Chomoka kwa jina la Yesu Kristo. Karabaka se sheraraka saka. Na uondoa uganga kwenye mikono yako. Hautarudi tena. Karabaka seke shaikaraba sakos yeke kirabo saka. Na achilia damu ya Yesu. Karabaka se damu ya Yesu Kristo. Rikiki senane, sogea kumbele. Karabaka sheke rikiki. Na washa moto hapo chini. Hamtajificha hapo chini. Toka. Karabaka seke ya karaba saka. Haya, pokea muujiza wako. Sogeze hapa. Sukume aje hapa. Karaba shekesh. Karabu, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo. Imekwisha. Hakuna uchawi utakaofunga mikono yako. Karabaka seke. Hebu soma maombi haya. Sema, Bwana Yesu, mchana huwa leo, kila nuizo lililonuizwa kuharibu maisha yangu nalifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aya iliyotaja jina langu ikanena mabaya juu yangu naifuta kwa damu ya Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili
havitakuwepo tena kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea muujiza wako. Kama unaweza kuomba, unasikia kuomba ndani yako, omba. Unasikia maneno yanakuja, unataka kutamka, tamka. Omba mwenyewe sasa. Nimekuongoza namna ya kuomba hiki kitu, hebu omba mwenyewe. Mwambie Mungu, eneo gani unalikumbuka, shughulika hilo eneo, shughulika hilo eneo. Majini, mahaba na majini wengine. Haya, achia, kimbia. Washa moto. Achia, kimbia. Mauti achia. Roho za uharibifu achia. Karabaka say riko karaba sherere rabo santa rabaz. Pokea muujiza wako. Wewe uliyeshikilia mkono wa kushoto, haya ondoka haraka nisikuone hapa. Fanya haraka, kimbia. Chomoka, kimbia. Na ule wa kulia achia. Luka, kimbia. Nitakata mikono yenu. Fanya haraka. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako. Imekwisha. Ukijisikia vizuri, rudi kwenye kiti chako. Kama unajisikia vibaya, usiondoke. Riki kiraba saka. Ukijisikia vizuri, nenda kwenye kiti chako. Bupe, hebu leta mikono yako hapa. Nisikilize vizuri. Ulipozaliwa, yuko bibi alikutemea kwenye viganja vyako, akasema maneno. Nyosha mikono yako juu. Saidia Yesu, sukuma meza. Sema, Bwana Yesu, nafuta hayo maneno na yale mate ya uharibifu na umaskini yaliyotamkwa kwenye mikono yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Haya, achieni mikono yake haraka. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karaba sekesa. Shakaraba kantose. Kirabo shaikarabase. Jesus. Mama Dafa yuko hapa, nasikia sauti. Mama Dafa, hebu njoo hapa kama yupo. Huko, yes, njoo hapa. Jesus. Nasikia Roho wa Mungu anasema akilikutaja, sogea hapa, sikuwa nimekuona, njoo hapa. Ulikuja hapa mbele. Nyosha mikono yako juu. Shetani amekuwa anakupa pesa, Mungu anakupa pesa, shetani anachukua pesa yako kwenye mikono yako. Maisha unayoishi sio yale utakoya uishi leo. Adui achia mikono yake sasa. Agano ulilofanya kwenye vidole vyake nalivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Toka, achia. Haya, achia mikono yake haraka. Kimbia. Fanya haraka, ondoka. Chomoka. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, achia mikono yake. Toka, achia. Na washa moto hapo chini. Chomoka, ondoka. Luka, kimbia. Na mfungua kwenye hicho kifungo, hata kuwa mtumwa wenu tena. Chomoka, achia. Hamtakula nguvu zake, hamtapeperusha tena. Kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus. Pokea muujiza wako. Shwari, sogea. Usiendelee kupokea vitu visivyofaa kwenye mikono yako. Mungu leo anakufungua. Kuwa makini sana. Yesu, asante kwa sababu mwisho wa mateso na ule utajiri ulikuwa umefungiwa na adui, leo unafungua malango ya baraka juu yake. Mikono yake isafishe kwa damu yako na moto, kwa jina la Yesu Kristo, na moto. Haya, achieni mikono yake, ondokeni haraka sana. Nisiwaone tena kwenye mikono hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwekee mikono huyo mtoto. Katika jina la Yesu, pokea muujiza wako. Udhaifu kuachie.
Nguvu za giza achia maisha ya mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Toa hicho kilicho shingoni. Nini? Toa taratibu. Funga kinywa, ondoka. Hatutaki kelele. Funga kinywa, ondoka. Haya, aga haraka, muondoka. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mashetani mlioshika ufahamu wake, adui achia viungo vyake, achia akili zake, achia kwa jina la Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo. Haya, mwachie haraka, kimbieni. Kila pando mlilopanda ndani yake, ndani ya huyu mtoto, ninaling'oa, naling'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako. Hofu ondoka. Achia akili zake, toka kwenye ufahamu wake kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Abigaili, sogea hapa, nyosha mikono yako juu. Kila mzigo aliyokubebesha adui leo unautua, hautakuwepo tena. Haya, achia. Mwachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kimbia na msirudi tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haya, kimbia, mwachieni. Karaba. Binti, sogea hapa. Njoo, lete, sogeza huyu. Mguse. Sogea hapa. Hilo agano, kuna agano la ndoa ya kuzimu. Lete mkono wako wa kushoto hapa. Lete mkono wako wa kushoto. Na ivua hii pete, haitakuwepo tena. Na ivua hii pete, haitakuwepo tena. Moto ukuti. Jina la Yesu wa Nazareti. Kimbia. Na kufungua, toka. Funga kinywa, ondoka. Jini, wewe jini, achia. Toka jini, toka, kimbia. Toka wewe jini, na washa moto juu yako. Toka, kimbia. Hautamfuata tena usiku. Kimbia, ruka. Funga kinywa, ondoke. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ivunja hiyo ndoa na kuandikia talaka kwa wino wa damu ya Yesu Kristo. Hautamfunga tena. Nasimama kama hakimu, nafuta hilo agano na kulivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakuhukumu. Toka, achia. Haya, aga haraka, ondoka. Jina la Yesu Kristo. Hebu mnyanyueni huyo, asiwasumbue. Simama. Simama kwa miguu yako. Sikia, funga kinywa. Sikia. Agano la damu aliyoichukua baba yake na livunja leo. Toka. Kimbia na usirudi tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Imekwisha. Jesus. Yes Lord, yes Lord. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Wote kwa pamoja, hebu tuseme maneno haya. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Na damu ya agano aliyoimwaga Yesu Kristo pale Calvary, pale Calvary, kwa damu ya Yesu Kristo, kuanzia leo agano la mauti ninalivunja kwenye maisha yangu ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Yesu Kristo. Agano la uchawi na uganga halitasimama tena, na kuanzia leo hakuna uchawi wala uganga utakaoathiri maisha yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Lea jo. Hautahesabu kufa, utahesabu kuishi. Kila magonjwa yaliyopandikizwa na uchawi. Nikiona nimekaa hapa nikaona mwanamke anakutamkia maneno akisimama kwenye dirisha la nyumba. Nafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu Kristo. Kila walichokunyang'anya na kirudi kwenye mikono yako. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haya, toa na magonjwa yenu, muondoke haraka. Fanyeni haraka. Fanya haraka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Fanya haraka. Kusanya magonjwa yote kwenye viungo vyake vyote, mahali popote 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 popote. Funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina. Na achilia moto teketeza kila aina ya vimelea vya ugonjwa, na washa moto kuanzia kichwani mpaka miguuni. Chomoa
toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Toka, kimbia. Na takasa tumbo lake, na achilia moto, moto, moto. Nafungua mafundo yaliyofunga tumbo lake kwa jina la Yesu wa Nazareth. Na washa moto, moto, moto. Mikatale mliomfunga na ikatakata, na kata mafundo ya viuno, na kata kamba mlizofunga viuno vyake kwa jina la Yesu wa Nazareth. Toka. Haruka, mondoka. Na irudisha ile pete mliomnyang'anya kwenye kidole chake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Chomoka. Nitakukatakata. Kimbia. Fanya haraka, muondoke. Haya, mwacheni haraka. Napitia mdomoni na mikononi. Safari. Binti, hebu sogea. Niangalie mimi. Nitazame. Fungua macho yako. Fungua macho yako. Fungua macho. Kwa jina la Yesu, fungua macho. Fungua macho. Fungua macho. Fungua macho. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jesus. Wewe mnyanyue. Simama. Simama. Na kufungua yale mafundo ya kichawi, na kutoa kwenye mikono ya bibi kwa damu ya Yesu Kristo. Toka. Kimbia, ruka. Na kufungua mafundo waliokufunga kwa jina la Yesu Kristo. Toka. Imekwisha hiyo. Funga kinywa, ondoka. Safari. Fanya haraka. Naongeza moto, naongeza moto, naongeza moto. Kimbieni. Kaburini kule. Kwenye lile kaburi. Haya, safari. Mwache hapo chini. Mwacheni chini. Mwekeni chini. Haya, safari. Moto, moto, moto. Toka, achia. Haya, aga haraka, muondoke. Jina la Yesu. Wote mliorithi majina. Wewe unaitwa jina lako, lakini jina la bibi, jina la shangazi bibi, kimbia mara moja hapa. Nimejua na hamtakaa ndani yake tena. Leo ni mwisho. Sogeza huko. Shika mikono yako kifuani. Sema, Bwana Yesu, kwa damu yako kuanzia leo ninatangaza ukombozi wangu. Nalikataa lile jina la urithi, na yeye niliyerithi jina lake hata kaa kwenye nafsi yangu tena. Na yavua maisha yake niliyorithi, na ukataa utumwa aliyokuwa natumikia, na ikataa miungu aliyokuwa naitumikia. Na vunja agano na miungu aliyokuwa naiabudu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia leo mimi niko huru mbali na mateso, na hilo jina hata kama litatajwa, mizimu, majini hamna haki ya kunifuata. Kuanzia leo naweka mpaka kati yangu na nyinyi kwa damu ya Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu. Mizimu mliokuwa mnamfuata kwa sababu ya hilo jina, haya ondokeni kwa sababu amewakataa. Haya, ageni haraka haraka. Mtakwenda kwenye kaburi la yule mtu. Haya, ondokeni haraka. Hamtabaki tande yake tena. Damu ya Yesu imemnunua, imemkomboa. Haya, ondokeni.
Nenda, 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 nenda. Nimelifungua lile kaburi, nimefungua mlango kwenye lile kaburi. Haya, nenda, 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 nenda. Nimeondoa lile jiwe kwenye lile kaburi. Nenda, 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 nenda. Nimeondoa jiwe kwenye lile kaburi. Ondoka, 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 ondoka. Nimefungua, nimeondoa lile jiwe kwenye lile kaburi. Haya, safari, safari. Na washa moto. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea. Pokea. Unajua imekwisha hiyo, imekwisha. Wewe fungua moyo wako, imekwisha hiyo. Tabia, maisha, viwango vya kuishi ulikuwa umekadiriwa, ulikuwa umeshikiliwa ili uishi kwa viwango vya yule mtu alivyoishi. Ufe kwa kifo alichokufa, hautakufa tena, hautaishi maisha yale tena. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Amen. Wewe unajisikia vibaya usiondoke. Wewe unajisikia vizuri ondoka. Unajisikia vibaya usiondoke hapo. Usiondoke hapo. Usiondoke na hiyo hali. Karaba sekes. Usiondoke na hiyo hali. Sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele. Ndio, 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 ndio. Kama tumbo lilikuwa linamuuma, hutaumwa wewe tumbo tena. Kama lipata uzazi wa shida, hutapata uzazi wa shida. Karabaka sekekera. Kama hakuolewa, wewe unaenda kuolewa. Kama aliachika, wewe hutaachika. Naraba sekerabo saka. Na washa moto, na washa moto, na washa moto, na washa moto, na washa. Haya, haya, achia, 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 kimbia. Luka, 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 achia. Mwachieni haraka, chomoka. Bibi, nani, nani, toka. Funga kinywa, ondoka. Pokea, 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 pokea muujiza. Pokea, pokea, pokea muujiza, pokea. Riki raga raba se. Pokea, pokea. Toka, 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 toka. Naongeza moto, 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 moto jienu. Moto. Lile kaburi liko wazi. Nimefungua lile jiwe, nimeliondoa lile jiwe. Haya, kimbia. Mwachie, huna mamlaka. Haya, ondoka haraka. Hebu achia tumbo, nyosha mikono yako juu. Achia tumbo, nyosha mikono juu. Hayo maumivu hutayaona tena. Wewe nyosha mikono yako. Usisikilize hayo maumivu. Nisikilize mimi, msikilize Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo, ndio. Naishusha ile damu ya Yesu kwenye ile tumbo na moto. Hakuna agano tena. Kimbia chini ile tumbo haraka. Nafungua uzao wake. Na ubariki na uzao wake. Chomoka, mnaondoka. Mwachieni. Hautaondoka nao leo, unawaacha hapa. Haya, achia kwa jina la Yesu. Mnapitia mdomoni, pande nyuma, ondoke haraka kwa jina la Yesu Kristo. Naongeza moto kwa jina la Yesu. Chomoka, 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 kimbia, chomoka. Naongeza moto chini ya kitovu, naongeza moto, achia kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Binti, sogea. Nyosha mikono yako hivi. Karaba sekesh. Nguvu ya Mungu iko juu yako. Mrithi uliye mrithi anaondoka na kuachia. Unapitia mdomoni. Haya, chomoka. Nafsi yake ifunguliwe. Na itenga nafsi yake na nafsi yako. Toka. Hebu sogea hapa binti. Sogea hapa. Sogea kwangu. Naomba unitazame. Naomba unitazame. Hata baki kaburini tena. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Hakuna uchawi wala uganga. Na mfungua mafundo mliomfunga.
Mtenga na mateso mliomtesa na kukataliwa na kubezwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Vua viatu vyako, vua viatu. Kwa jina la Yesu Kristo. Chomoka, kimbia. Mzimu kimbia. Kimbia haraka. Urithi wenu na uharibu. Haya, fanya haraka. Haya, kimbia, ruka. 1 2 3 nisiwaone hapo. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka, kimbia. Haya, mwachieni haraka. Kimbia. Achia miguu, achia viungo vyake, achia kila mahali. Ruka. Mizimu ondoka. Mafundo mliofunga miguu yake naifungua kwa jina la Yesu. Naifungua. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mama yeye, sogea. Fungua macho yako nitazame. Fungua macho yako niangalie. Namtoa kwenye kile kichuguu. Na hata kama walivunja kibuyu cha laana, haitakuwepo laana kwake tena. Na achilia damu ya Yesu Kristo na moto. Haya, toka, mwachie. Achia na uzao wake kwa jina. Haya, ruka, muondoke. Achia uzao wake haraka. Achia uzao wake haraka. Uzao wake haraka. Kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Sema Yesu. Kwa ujasiri ninaamini neno lako kwa yote yamekwisha, na ninatangaza imekwisha. Weka hapo chini. Naomba fuatilia watu. Kuna nguvu ya Mungu inapita. Hebu tulia, inamisha kichwa chako. Inamisha kichwa chako. Inamisha kichwa chako. Usishangae, usiseme. Inamisha kichwa chako. Roho Mtakatifu. Praise. Chone hapo. Haja ya moyo wangu. Kama tayari anakimbia yule. Naomba muwe makini, kuna watu wanataka kukimbia. Haja ya moyo wangu. Yes. Haja ya moyo wangu. Inamisha kichwa chako. Inamisha kichwa chako. Leo kuna kazi kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Dr. Maganga njoo hapa. Rikikiraba sakash. Jesus. Kuna watu, kuna operation inapita. Wewe inamisha kichwa chako tu. Roho wa Mungu anasema usiwaache waondoke kama walivyoingia. Usiwaache waondoke na hii mizigo. Usiache waondoke na hii mizigo. Nataka kuwapumzisha. Rababa sekesa. Ni haja ya moyo wangu Bwana, hii ni haja ya moyo wangu, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana. Oh, hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Oh, hii ni haja ya moyo wangu. Ni haja
haja ya moyo wangu. Oh, hii ni haja, hii ni haja ya moyo wangu, kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana, kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana, kukaa nawe, nawe, nikae nawe, nawe Bwana, kukaa nawe, nawe, kukaa nawe, nawe, nawe Bwana. Hii ni haja, hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja, hii ni haja ya moyo wangu. Nasema hii ni haja ya moyo, ni haja ya moyo wangu, kukaa nawe, nawe, kukaa Mauti, mauti, achia, mauti, achia maisha yako, achia. nawe Bwana, kukaa nawe, nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana. Ninaomba kukaa nawe siku zote, siku zote Bwana, ninaomba, ninaomba kukaa nawe, ninaomba Bwana, ninaomba kukaa nawe siku zote, 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 siku zote. Oh, ninaomba, ninaomba kukaa nawe, ninaomba, ninaomba kukaa nawe siku zote, 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 siku zote. Yesu, ninaomba, ninaomba kukaa nawe, ninaomba, kukaa nawe siku zote, 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 siku zote. Sema hii ni haja, hii ni haja ya moyo wangu. Pokea muujiza wako. Hii ni haja ya moyo, ni haja ya moyo wangu. Ee Bwana, hii ni haja ya moyo wangu, ni haja ya moyo wangu, kukaa nawe, Kila mzigo mliomwekea ondoka nao, ondoka nao kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu.
Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kifungo mlichomfunga na mfungua kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Hata kuwa mtumwa kwenu tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Imeisha. Mateso na utumwa ni mwisho leo kwa jina la Yesu. Wachieni haraka haraka na msirudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Kisa njoo hapa. Hebu mpe mtu mwingine maiki. Leta mikono yako. Roho wa Mungu ana agenda. Unajua? Ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie. Niangalie. Wewe sio mtu wa kawaida. Kuna gereza umekaa. Na ukitaka leo ndio mwisho. Mikono yako ilipaswa ishike vitu na vikae. Adui akawai. Yes, mwana wa Mungu amekuhurumia. Badilisha namna ya kufikiri kwako na kutenda kwako, ili muujiza huo leo uishi. Nyosha mikono yako juu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Miungu mliogandamiza maisha yake, mmegandamiza na vipawa vyake, na waamuru kwa jina la Yesu, achia sasa hivi, ondoka haraka. Mnapita kwenye vidole vya mikono yake, mnaondoka. Haya, achia. 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 Fanya haraka. Yesu, tukufu wako ushuke juu yao. Shuke juu yao. Shuke juu yao. Nguvu ya ukombozi iliyopatikana pale msalabani kwa damu yako, shuke juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtenge na maisha ya hofu, mjaze ujasiri kama simba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Na ifungua mikono yako. Hakuna atakaye kufunga tena katika jina la Yesu. Na ufungua utayari kwenye miguu yako. Hakuna atakaye funga miguu yako tena. Enenda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Weka mikono yako kwangu hapa. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki na kupe utayari kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho wa neema awe juu yako, ili kusudi la Mungu liweze kutimia kwenye maisha yako. Pokea muujiza wako. Miungu wasipate nafasi tena kwenye nafsi yako. Adui, toka kwenye nafsi yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mauti, kusanya kila ulichokuwa umepanda ndani yake. Chomoka, ondoka. Chomoka, kimbia. Chomoka, ondoka. Kimbia haraka. Kimbia na hamtarudi tena. Kimbia. Naongeza moto, naongeza moto, naongeza moto kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nafsi yake mliifunga, ninaifungua leo na kuirudisha kwenye furaha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Funguka. Amen. Mungu akubariki. Dada, njoo hapa. Wewe hapo. Yes, ndio. Kwenye maisha yako wewe unafikiri uko Dar es Salaam, lakini hujaja Dar es Salaam. Bado uko kijijini. Nyosha mikono yako juu. Mungu Baba, umemuona mwanamke huyu. Umeliona gereza lililoshikilia maisha yake na utumwa anaotumikishwa. Sikieni maadui mliokaa kwenye hekalu hili, na mkusanye vitu vyenu muondoke. Chia na uzao wake mnaoshikilia
zao wake mlioshikilia maisha yao. Achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haya, toka, achia, kimbia. Miungu ondoka. Toka kwenye ufahamu wake, toka kwenye akili zake, toka kwenye nafsi yake. Haya, aga haraka. Kila uzito mlikuwa mmemwekea beba. Haya, safari. Kule kwenu. Haya, achia, fanya haraka. Na mtenga na wakwao wa makaburini. Chomoka, muondoke, mwachie. Hebu sema asante Yesu kwa damu yako. Nani kakwambia uondoke? Hao nawapeleka wapi hao? Nyinyi mnataka kumpeleka wapi? Na nyinyi ondokeni haraka. Achia miguu yake kule chini. Haya, chomoka haraka, kimbia tu. 1 2 3, nisiwaone. Luka, kimbia. Kimbia, mwachieni. Haya, fanya haraka. 1 2 3, achia miguu. Na washa moto hapo chini, hapo chini, hapo chini. Salome, hebu mguse huyo dada. Hebu njoo hapa. Niambia nikuombee. Kuombee. Adui, sikia. Kwa nini unataka kurudi na huyu binti nyumbani? Kwa nini? Kwa nini unataka kuondoka naye? Wewe nakuuliza, kwa nini unataka kuondoka? Njoo hapa. Njoo hapa, usimrudishe nyuma. Unijibu, kwa nini unataka kuondoka naye? Jibu, nyanyua kinywa chake, ongea. Kwa nini unataka kuondoka naye? Nijibu. Sogea huko. Mlete huko mbele. Kwa nini unataka kuondoka naye? Unaujua ule upanga mkubwa, upanga wenye nguvu uliowekwa tayari kwa ajili ya kumkata ile Athani. Ninauita sasa hivi. Nijibu, kwa nini unataka kurudi naye? Wa kwenu kwa vipi? Kwa vipi? Sogeni hapa. Nataka muongee mkiwa hapa. Kwa nini mnasema wa kwenu? Na nani? Nani aliyewakabidhi? Mniambie aliyewakabidhi. Bwana Yesu amewakabidhi huyu binti? Aliyewakabidhi ni nani? Mnamjua aliyemuumba? Mnamjua aliyemwaga damu kwa ajili yake? Mnamfahamu? Aliyewakabidhi na aliyemnunua kwa damu ya Yesu, nani mwenye mamlaka? Haya, kusanyeni video yenu muondoke sasa hivi, tunapitia mdomoni. Haya, 1 2 3, nisiwaone hapa. Haya, 1 2 3, Luka, kimbia. Fanya haraka. Na ole nije niwakute humo. Luka! Achia miguu, achia kila mahali, kila mahali. Na yale mafundo mliomfunga na mfungua katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho ya kukataliwa mliokuwa mnafanya hata familia inamkataa haitakuwepo. Hatakataliwa tena. Hatakataliwa tena. Natangaza kibali juu ya familia yake na ndugu zake. Chomoka, ondoka. Jina la Yesu Kristo. Hebu simama binti yangu. Mpe mkono wako hapa. Leta mkono wako. Pokea mjiza wako. Sasa unajua binti kama wewe unamwachaje anaondoka na mizigo aliyokuwa nayo? Si utakuwa mchungaji wa aina gani? Mungu akubariki binti yangu. Umefunguliwa. Nenda kwenye kiti chako.